Waislamu, kwanza tumshukuru Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha kuswali leo siku ya Ijumaa. Leo ni Ijumaa yetu ya mwisho katika maisha ya dunia, yaani leo Ijumaa ya leo tumeachana nayo, ambao leo Ijumaa wameikosa watakwenda kuulizwa kwa nini Ijumaa ya leo hawakusali. Jambo la pili, wakati nakuja nimekuta vijana wengi sana barabarani. Sasa sijui wanahisi kwamba ni Wakristo au vipi, kwa sababu kama watakuja wote, maana yake msikiti huu umejaa. Kwa hiyo kikubwa sisi ambaye Allah ametuongoza akatuleta katika nyumba hii kubwa, nyumba ambayo mnastahili mpayo sifa kwamba watu wa Chiwale mmejitahidi mkajenga nyumba kubwa kama hii. Kila aliyeweka hela yake kwenye nyumba hii, kila aliyeweka tofali lake moja, thawabu zitampata duniani baada ya kufa, na siku ya kufufuliwa ndio thawabu zinasimama. Kwa hiyo kwanza mmefanya jambo la maana, jambo la msingi, jambo ambalo mnastahili mpewe pongezi. Jambo la tatu, ukimkuta Mmakua na Mmakonde ni Mkristo, basi huyo kafata hela au ana mwanamke amemdanganya, kwa sababu asili ya Mmakua na Mmakonde ni Uislamu. Kwa sababu katika karne ya 13 kwenda 14 Wamakonde na Wamakua walishirikiana na Wangindo katika kupokea Uislamu katika mji wa Kilwa Kisiwani. Sheule chamisha kaa wakapekea 100 kache. Kwa hiyo ukimkuta Mmakonde, Mgindo, Mmakua ana dini zaidi ya Uislamu, basi ameamua tu yeye kujifanisha katika mambo ya dunia. Hawa lazima tuwapigie inna lillahi. 4, ukifa siku ya Kiyama, ukifufuliwa, ukienda motoni, ni wewe mwenyewe umekula hasara, kwa sababu hauwezekani Muislamu uwe Muislamu ufanye ibada alafu ufe Mwenyezi Mungu akakupeleke motoni. Haiwezekani, unakuwa labda kuna kitu umekosea. 5, lazima tukumbushane kwamba duniani tupo, kesho tunapita. Kwa nini mimi leo niko hapa? Ziara yangu mwaka huu naifanya Kusini kwa ajili ya kuwatembelea Waislamu, kwa ajili ya kujua hali zao na maisha yao na Uislamu wao. Nishikiana na vijana wangu hawa, wazee wenzangu hawa, katika kuuisha Uislamu. Kuna watu mpaka sasa hawajui kwamba Ramadhani ni nini, hawajui. Ikifika tu kama mwezi wa Shabani, bado siku 6 hizi, anaanza kusingizia kwamba anaumwa na vidonda vya tumbo. Sasa mimi wanajiuliza, wewe unaumwa na vidonda vya tumbo, kwani wakati unafanya madhambi wewe ukujua kwamba madhambi yanatakiwa yatoke? Kwa sababu unapofanya madhambi unatakiwa ufanye toba na istighfar. Usije ukafanya madhambi alafu ukafa nayo. Hayo unayo hayo. Kama ulinani unayo, kama ulidhulumu unayo, kama ulitukana unayo. Mwenyezi Mungu ndo akatuletea siku 36 za Ramadhani, 30 zitashwari 6, zinakuwa 30 ngapi? 36. Ukiongeza 0 unapata 360, maana yake ndio mwaka mzima.
umezaliwa upya. Ukianza unaanza upya. Kwa hiyo tumekuja kwanza kuwatakeni Waislamu wote mfunge. Semeni inshallah. Na hii taarifa ipelekeni kwa wale walifanya wajanja wakati kuswali. Kuna Waislamu wengine wajanja, wataenda kwenye mipira, wataenda kwenye nini, watacheza ngoma. Maana nasikia katika watu mafundi kwa kucheza ngoma wa makua na wa makonde. Ukipata gari zenu za korosho, hamkumbuka Mungu, mnakumbuka ngoma. Chezeni tu ngoma. Na nini utachezeshwa ngoma katika makaburi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyumba inayopigwa mziki, nyumba inayopigwa mziki, aliyeuleta, aliyesikiliza, aliyocheza siku ya kiyama ili aonane na Mungu, kwanza apitishe moto wa jahannam katika masikio yake kutoa ukoko ule wa muziki. Ule ukoko ule wa muziki ule unatakiwa uondoke. Mungu hataki kuongea na wewe wakati una muziki katika kichwa chako. Kwa hiyo aliyeita ngoma, aliyetoa hela, aliyecheza, aliyeshibisha watu, aliyekesha, unaingizwa chumba cha moto wa jahannam. Sio moto huu, moto wa jahannam ulikokwa na malaika miaka 3000. Au aliukoka ule moto wa jahannam miaka 3000. Sio miaka 3000 ya hapa duniani, ya akhera. Siku moja kwa Allah ni miaka 1000. Mungu akaukoka ule moto wa jahannam miaka 3000 kwa watu wanasikiliza muziki, wakaacha kusikiliza maneno ya Allah. Lau anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu hashiyan mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Muziki haifai. Yeye kina dada nyie mnanisikiliza, ngoma ni haramu. Mtume anasema ikiwa tunampenda Mtume basi tufuate tabia zake. Nataka nikuulize nini? Mtume alicheza ngoma? Mbona mtaki kujibu? Amtaki kujibu? Wangu mtajibu. Mtume alicheza ngoma? Mtume aliimba nyimbo? Tunafuata nani? Ibilisi. Na ukicheza ngoma Ibilisi anakuwa na hamu, anakupiga na nguvu, anajua jitu la jahannam. Unakwenda motoni, unakaa maisha milele. Acha Mungu tena. Haramu. Tumekuja kukumbushana, kuna wengine mnafanya madhambi lakini hamjui kama ni haramu. Alafu kuna mtu anafanya madhambi, hiyo dhambi ya peke yake. Yaani kuna mtu ana create dhambi, hiyo dhambi ataibilisha hajawahi kufanya ya kwake. Alafu inasambaa kwa watu wengine. Na ile dhambi inamkasirisha Mungu, lakini wanadamu wanacheka, wanafurahi. Hivi tufanye kwa mfano leo mji mzima huu unaitwaje? Wewe shehe unaelewa. Unaitwaje? Chiwale. Tungesema leo tuje msikitini hapa, msikiti ungetosha? Nakuulizeni ungetosha? Singetosha. Leo mji wa Chiwale tu itangazwe leo Harmonize atakuwa Chiwale. Unasemaje? Patatosha? Mbona peke kujibu niweze? Panatosha? Panatosha. Yaani watu wanampenda mzinifu kuliko kumpenda Mtume Muhammad. Watu wanaamua kuwapenda wazinifu kuliko kumpenda Bwana Mtume Muhammad. Kuja kuswali ni kumpenda Bwana Mtume Muhammad. Jifundisheni tabia ya Uislamu. Jifundisheni tabia ya kumpenda Allah. Na ndio maana wenzenu tunatoka sehemu mbalimbali tunakuja kuwatembeleeni nyinyi. Mimi ndo mara yangu ya kwanza kuja Chiwale. Shehe mzuri mkubwa mashallah na Waislamu. Nimezunguka dakika 10 nimeona watu wanashuhudia.
kushughulika na nini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameleta neema katika kijiji hiki. Kwa hiyo neema inaendelezwa na ibada. Mkifanya ibada, Mwenyezi Mungu anakuleteni neema. Mwenyezi Mungu anakuleteni neema, mvua za neema, anakuleteni mazao, kwa sababu hataki kuwanyimeni riziki waja wake. Mkimkorofisha na yeye anakukorofisheni.